na swala la juu ni swala lapatikana katika huu ulimwengu kwa sababu mbalimbali. Mara nyingine na kwa sababu ni jafaf, pengine kuna ukame, mvua haijashuka kwa muda mrefu, na mara nyingine inakuwa ni hurub, inakuwa ni vita. Na ndipo pale unaposhangaa mtu hivi bomu moja la thamani ya milioni 100 dola, mengine yanafika mpaka bilioni 400 dola, linakwenda kuangukia vichwa vya wanadamu na kumwaga damu na kutoa roho. Ile pesa ile ingekuwa inatumika katika kutengeza, kungetengezwa mangapi? Manuari moja tu thamani yake na gharama yake inatosheleza kuchimba visima katika nchi 10 ndani ya Afrika. Gharama ya manuari moja tu. Yani ikiwa mvua haikupatikana, kutapatikana maji ya visima. Lakini kwa sababu watu watakana wabaki katika tajui, mubaki katika njaa, mwe madhalili daima, mwe wanyonge, mwe wenye kuwateremkia wengine, kutatumika mabilioni, lakini katika mambo mengine, si katika kulisha na kunywesha. Leo inasikitisha, watu milioni 17 ndani ya nchi ya Yemen wana maumivu ya kukosa chakula. Leo inasikitisha, ndugu zetu Mali ni moja katika nchi 5 zinazoongoza katika njaa. Na najua nyote masubiri nitaje Gaza. Leo inasikitisha, ndugu zetu Gaza, hata zile absat alhuquq, zile haki ndogo kabisa zile za kibinadamu. Manake hakuna kadhia ya kisiasa kwenye kula. Unaposema tutaingia katika makubaliano na nini ndio tufungue mipaka tupitishe chakula, katika kadhia ya kula hakuna kadhia ya kisiasa. Na hilo wamelipitisha wenyewe katika mkataba wa Geneva mwaka 1948 baada ya vita vya ulimwengu. Wakasema haifai kuzuia watu kutokana na chakula. Mbona leo wanalikhalifu? Ama haki za binadamu ni binadamu wa kimagharibi peke yake, wengine si binadamu. Wanatuacha katika maswali mingi. Yani mnaposema tutaka haki za binadamu, huyu binadamu mnamzungumzia ni binadamu yupi hasa?